Naam, karibu katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii ambayo inaitwa Ajali ya Bahari ya Muoma. Sehemu ya kwanza tuliishia wakati Muoma anafika kwa Naozakoba na anapokelewa kana kwamba alimtaarifu Naozakoba kwamba yeye anakwenda pale. Lakini si hivyo, hakuna aliyekuwa anajua kama yeye ataenda pale. Msimulizi wako ni mimi Baba Basir na simulizi imeandikwa na Prophet Nyota. Sasa tuendelee moja kwa moja katika sehemu yetu ya pili. Asubuhi ya siku iliyofuata, bahari ilikuwa tulivu sana, lakini ndani ya moyo wa Muoma kulikuwa na vita kubwa sana. Usiku mzima hakulala. Kila alipofumba macho alimuona Emi analia. Akaisikia tena ile sauti ya mwanaume aliyemdhalilisha kwenye simu, na hapo ndipo Muoma akaamua, sitaki Emi arudi kwenye maisha yale tena. Sitaki kabisa. Haikuwa kwa sababu ya pesa tu. Muoma alimpenda Emi kweli. Japokuwa watu wa mtaani walimuita kijoti, yeye aliona moyo wa mtu aliyeumia sana, na kwa ajili yake alikuwa tayari kufanya chochote, hata kama ni kuingia kwenye bahari ambayo watu waliogopa. Mapema alfajiri Muoma akaenda bandarini. Wavuvi wengi walikuwa wakizungumza kwa sauti ya chini walipomwona akielekea upande wa boti kubwa ya Naozakoba. Boti ile ilisimama mbali kidogo na nyingine, kana kwamba hata vyombo vya kawaida vilikuwa vinaiogopa. Mzee mmoja akamwita Muoma, kijana, usiende huko. Muoma akasimama. Mzee yule alikuwa mvuvi wa zamani mwenye uso uliokunjamana kwa chumvi ya bahari. Akamkaribia polepole, alafu akasema kwa sauti ya chini, watu wanaofanya kazi na Koba hubadilika na wengine hawarudi kabisa. Lakini Muoma hakurudi nyuma. Ndani ya akili yake alikuwa anamfikiria Emi tu. Akaendelea kutembea mpaka alipofika karibu ya boti, na hapo ndipo alipomuona kwa mara ya kwanza Naozakoba vizuri kabisa. Naozakoba ni mwanaume mrefu mwenye koti jeusi refu na macho yaliyokuwa makali kama yaliyomwona mtu hadi ndani ya moyo wake. Hakutabasamu. Alimtazama Muoma kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, unataka kazi? Muoma akajikaza, nataka pesa. Naozakoba akacheka kidogo. Ilikuwa kicheko cha kutisha cha mtu anayejua kitu ambacho wengine hawajui. Kila anayekuja kwangu hutaka pesa. Akasogea karibu zaidi. Lakini bahari inachukua kitu kabla haijatoa chochote. Muoma akameza mate kwa wasiwasi, lakini hakutaka kuonyesha hofu. Akasema, niko tayari. Naoza akamwangalia kwa muda mrefu, afu akasema, basi kuanzia leo wewe ni mtu wangu, chief. Hapo upepo mkali ukavuma bandarini, na wavuvi waliokuwa mbali wakaanza kutazama kwa wasiwasi walipomwona Muoma amepanda kwenye boti ya Koba, kwa sababu walijua hakuna anayepanda kwenye boti hiyo alafu maisha yake yakabaki yale yale. Muoma alipanda ndani ya boti huku moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hakujua kuwa hatua ile ilikuwa mwanzo wa safari ya maisha ya kutisha ambayo ingeleta maafa makubwa baharini. Na mbali kidogo, Emi alikuwa amesimama akimtazama kwa macho yenye hofu, kana kwamba moyo wake ulikuwa tayari unahisi kuwa kuna kitu kibaya kinakuja. Usiku ule bahari haikuwa na huruma. Muoma alikuwa bado ameshikilia kipande cha mbao huku mvua ikimpiga usoni kwa nguvu. Kichwani mwake ilikuwa bado inarudia sauti ya mwisho ya Faridi. Koba sio mtu. Mawimbi yalikuwa yanabeba miili ya watu kila upande. Vilio vilikuwa vinasikika mbali kwa gizani. Wengine waliita majina ya wapendwa wao,
Mama, baba, Mungu wangu. Wengine waliomba msaada ambao haukuwepo tena. Muoma alijaribu kuogelea, lakini ghafla akahisi kitu kikimgusa mguuni chini ya maji. Akashituka, macho yakiwa yamemtoka. Akajaribu kujitoa haraka, lakini kile kitu kikamshikilia zaidi. Baridi kali likapita mwilini mwake na vipele vikatokea kwenye mwili. Yaani ni kama mtu aliyesisimka. Taratibu akatazama chini ya maji, na hapo ndipo moyo wake ulipokaribia kusimama. La haula! Faridi alikuwa chini ya maji. Macho yake yalikuwa wazi, mwili wake ulikuwa umetobolewa bado na kipande kile cha nanga. Lakini kilichomwogopesha Muoma zaidi, Faridi alikuwa anamtazama, na mkono wake ulikuwa umeushika mguu wake Muoma. Akaanza kupiga mateke kwa hofu. Niachie, niachie! Wimbi kubwa likaja na kuwagonganisha wote wawili chini ya maji. Muoma alipambana kujitoa, alijipambana kujiokoa, alifanya kila aliwezalo huku na huku, akimeza maji mengi. Kisha ghafla mkono ule ukamwachia. Muoma akajitokeza juu ya maji kwa shida, huku akihema vibaya, akitematema baadhi ya maji ya chumvi. Lakini alipogeuka nyuma hakukuwa tena na mtu. Jambo hili lilikuwa ni la kushangaza mno. Alihisi kama anaota. Bahari ilikuwa ni tupu, kana kwamba kile alichokiona hakikuwa cha kawaida. Mbali kidogo, moto ulianza kuonekana juu ya maji. Moto uliokuwa na rangi tofauti kabisa, rangi ya kijani. Muoma akabaki akiutazama kwa hofu. Ndipo akaona kivuli cha boti. Ilikuwa ni boti ya Nao za Koba. Naam, ni yenyewe kabisa. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba boti hile haikuzama. Ilikuwa imesimama katikati ya mawimbi makubwa, kana kwamba maji hayawezi kuigusa. Na mbele ya boti alisimama Nao za Koba. Wala hakuonesha hali ya kuogopa, hakupiga kelele, hakusaidia mtu yoyote. Alikuwa anamtazama Muoma tu, kisha polepole akatabasamu, kana kwamba yale yanayotokea yanamfurahisha. Muoma akahisi damu yake kuganda, kwa sababu macho ya Koba alipokuwa akiyatazama hayakuwa ya kawaida tena. Yalikuwa yanatoa mwanga wa kijani kama ule moto uliokuwa juu ya maji. Muoma akaanza kuogelea kwa nguvu, kuondoka pale alipokuwepo, akiwa ana huzuni na wasiwasi mkubwa. Lakini sauti ya Koba ikapenya katikati ya upepo na mawimbi. Huwezi kutoroka bahari. Macho yalimtoka huku akiendelea kukata maji. Muoma hakuelewa amewezaje kusikia sauti ile mbali kiasi kile. Lakini kabla hajafikiria zaidi, kitu kizito kikampiga kichwani kutoka nyuma. Kila kitu kikawa giza. Muoma alipofumbua macho, alijikuta ndani ya kibanda cha mganga, mwili wake ukiwa umefungwa na vitambaa vingi, na pembeni yake ulikuwa na mchanga wa bahari uliokuwa umejaa alama ya miguu. Mganga alikuwa amekaa kimya akimtazama, kisha akasema kwa sauti nzito, umeshikwa tayari. Muoma akashangaa, akameza mate. Nani? Mganga hakujibu moja kwa moja. Akaokota mchanga ule polepole, alafu akasema, kuna kitu kilipanda kutoka baharini pamoja na wewe. Mvua ilikuwa imepungua nje ya kibanda cha mganga.
lakini ndani ya moyo wa Muoma kulikuwa bado na giza zito. Maneno ya mganga yalikuwa yanamzunguka kichwani muda wote. Kuna kitu kilipanda kutoka baharini pamoja na wewe. Kuna kitu kilipanda kutoka baharini pamoja na wewe. Siku kadhaa zilipita, Muoma akiwa anajificha pale mwambani. Mwili wake ulikuwa bado unauma. Usiku alikuwa anaota mawimbi, damu na sauti ya Faridi, lakini kitu kilichomuumiza zaidi ilikuwa ni kutomuona Emi. Kila alipouliza watu walimwambia hatumuoni sana siku hizi. Wengine walisema amehamia upande wa mjini, wengine wakasema anaonekana kwenye maeneo ya watu wenye pesa, lakini hakuna aliyempa jibu la kweli. Mpaka siku moja Muoma akaamua kutoka mwenyewe nje na mwambani. Mwambani ilikuwa tofauti usiku. Muziki wa vilabu ulisikika mbali. Walevi walikuwa wamezagaa pembeni mwa barabara, na vijoti walikuwa bado wakizunguka wakitafuta wanaume wa kuwapa usiku huo japo hata kwa pesa kidogo. Lakini Muoma alikuwa na kitu kimoja tu kichwani: lazima nimuone Emi. Alitembea mpaka eneo la kifahari lililokuwa karibu na ufukwe, sehemu ambayo watu wa kawaida wa mwambani hawakuingia kirahisi. Kulikuwa na taa nzuri, muziki wa taratibu na magari ya gharama. Muoma alisimama ghafla kwa mbali alipomuona Emi, lakini Emi hakuwa peke yake. Likawa ni jambo lenye kumuumiza sana Muoma. Emi alikaa na nani? Alikuwa amekaa karibu sana na mwanaume mmoja ndani ya sehemu ya kifahari pembeni ya bahari. Mwanaume huyo alikuwa amevaa suti nyeusi na mkononi alikuwa ameshika glasi ya kinywaji. Muoma alipoyaona vizuri macho yake, damu yake ilihisi kuganda. Alikuwa ni Naoza Koba. Muoma akahisi moyo wake ulipasuka. Kwa sekunde kadhaa alibaki ameganda pale akishindwa kuamini, kwa sababu Emi alikuwa anacheka tu, ana furaha. Na Koba alikuwa amemshika mkono kimapenzi kana kwamba wamezoeana kwa muda mrefu. Muoma akasogelea karibu zaidi taratibu, huku hasira zikianza kumpanda. Ndipo akasikia sehemu ya mazungumzo yao. Emi alikuwa analia polepole. Nilifanya hivi na nilifanya kila ulichoniambia. Koba akavuta pumzi ndefu. Emi akaendelea, cha ajabu bado yuko hai. Muoma akakunja uso. Emi akaendelea kwa sauti ya maumivu, na nilimpenda kweli Muoma. Koba alishtuka na kushangaa kwa kauli ile. Koba akamkatiza, ulipaswa kumpenda. Ilikuwa njia pekee ya kumwokoa Muoma. Muoma akahisi dunia ikizunguka, hakuelewa. Kuokoa? Emi akafuta machozi yake, kisha akasema kwa sauti ya chini, uliniahidi usingemuua. Muoma akashituka vibaya. Naoza Koba akatulia kwa muda, alafu akamwangalia Emi moja kwa moja machoni. Nilikuokota ukiwa unakufa njaa, nikakupa maisha. Usisahau wewe ni mali yangu. Emi akaanza kulia zaidi, na hapo ndipo ukweli ukaanza kumwingia Muoma taratibu. Emi hakuwa karibu na Koba kwa mapenzi. Alikuwa amenaswa, tena miaka mingi nyuma. Koba alikuwa amemtoa Emi kwenye maisha ya mateso kwa masharti ya kutisha, na moja masharti hayo lilikuwa kutafuta mwanaume ambaye angempenda kwa dhati, mwanaume ambaye angebeba kile kilichokuwa kimemfungia Emi kwenye bahari ya Koba, na mwanaume huyo alikuwa ni Muoma.
Muoma akahisi miguu imekwisha nguvu. Kumbe mapenzi aliyokuwa anayaamini yalikuwa sehemu ya siri ya kutisha. Tangu mwanzo hakujua, lakini kabla hajaondoka pale, Nahodha Koba akawa ametoa macho. Akanyanyua kichwa chake taratibu na macho yake akakutana moja kwa moja na ya Muoma. Koba akatabasamu kana kwamba alijua muda wote kuwa Muoma alikuwa pale. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya pili ya simulizi ya ajali ya baharia Muoma. Story imetuacha na maswali mengi kwamba Emi kweli alikuwa anamfanyia mchezo, kuna kitu walipanga. Je, nini kitatokea? Usikose katika simulizi episode namba 3. Ciao. Raise boxer.